Serikali ya Tanzania imepiga marufuku rasmi bidhaa zote za kilimo kutoka Afrika Kusini na Malawi kufuatia maamuzi ya awali ya nchi hizo mbili wa kupiga marufuku uagizaji wa mazao ya Tanzania. Hatua hii inakuja wiki moja baada ya Tanzania kutishia kuzuia uagizaji wa bidhaa za kilimo kutoka Malawi na Afrika Kusini, ikionya pia kuzuia usafirishaji wa bidhaa za nchi hizo mbili kupitia Tanzania ikiwa masharti ya kibiashara dhidi ya mazao ya Tanzania hayataondolewa kufikia Jumatano. Kwa mujibu wa waziri mwenye dhamana ya kilimo nchini Tanzania, Hussein Bashe, ni kwamba kuanzia sasa serikali ya Tanzania imezuia mazao yote ya kilimo kutoka Malawi kuingia wala kupita ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisema hatua hii ni ya kulinda biashara. Kwingineko, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda siku ya Jumatano waliahidi katika taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo nchini Qatar kutafuta amani baada ya ghasia kupamba moto mwezi Januari huku mashariki mwa Kongo na kuzusha hofu ya vita vya kikanda. Mazungumzo ya amani ya Qatar yanakuja baada ya nchi hiyo ya Ghuba kufanikisha mkutano wa mwezi uliopita kati ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame. Viongozi wote wawili walitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano baada ya mkutano huo. Na katika michezo, leo michuano ya Muungano inaanza rasmi visiwani Zanzibar kwa mchezo wa ufunguzi kati ya JKU na Singida Black Stars katika uwanja wa Gombani mjini Pemba. Je, nani kuibuka mshindi? Hayo na mengine mengi, ungana nami Esau Godin hapo baadaye jioni kwenye Dream Media Habari kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ pamoja na kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ.